Mkulima mmoja alichimba na kupata sufuria ya shaba kwenye shamba lake. Baada ya kuisafisha kwa maji, aligundua kwamba ilikuwa na ukubwa unaofaa kabisa kuhifadhi maziwa. Hivyo George akamimina maziwa ndani ya sufuria ya shaba, kisha akarudi kuendelea na kazi. Muda mfupi baadaye, alishangaa kuona maziwa yakitiririka miguuni mwake. Alipotazama kwa mbali, aliona kwamba sufuria ilikuwa ikiendelea kumimina maziwa bila kukoma. George alibaki ameduaa, akawaza moyoni mwake kwamba hata kama angewafanya ng'ombe wake wote kuwa nyama iliyokaushwa, wasingeweza kamwe kutoa maziwa mengi kiasi hicho. George akaamua kufanya jaribio. Baada ya muda mfupi, maziwa yaliyokuwa yakitoka kwenye sufuria yaliweza kujaza mapipa 6 makubwa na bado hayakuonyesha dalili ya kuisha. Akiwa amechanganyikiwa, aliigeuza sufuria juu chini ili aone kilichokuwa ndani. Bila kutarajia, maziwa yote yakamwagika. Ilikuwa wazi kwamba uchawi ulikoma kila mara sufuria ilipogeuzwa juu chini. George haraka akamimina maziwa mengine ndani yake, na kama alivyotarajia, yakaanza tena kutiririka bila mwisho. Kufikia wakati huo, George alikuwa amejiridhisha kwamba alikuwa amepata hazina. Hii ilikuwa kweli cornucopia ya hadithi. Kwa kutumia sufuria hiyo ya shaba, alipata utajiri mkubwa kwa kuuza maziwa, na kibanda chake cha zamani kilichoezekwa kwa nyasi kikabadilika na kuwa nyumba ndogo ya kifahari. Hata hivyo, bahati yake nzuri iliwavutia wezi. Usiku mmoja tulivu, wakati mvua kubwa ikinyesha, wezi wawili waliingia ndani ya nyumba yake. Waliipata cornucopia ndani ya sanduku la kuhifadhia vitu vya thamani, lakini wakati huo huo, George aliwagundua na mara moja akaanza kuwafukuza akiwa pamoja na walinzi wake. Katika purukushani hiyo, cornucopia kwa bahati mbaya ikaangukia kwenye mto Ganges. Baada ya muda usiojulikana pita, mwanamke mmoja aliokota cornucopia kutoka mtoni. Aliisafisha na kuipeleka nyumbani. Alipotazama sufuria hiyo ambayo sasa ilikuwa safi, Betty akaweka maandazi ya mchele yaliyopikwa kwa mvuke ndani yake, akipanga kuyauza sokoni. Lakini alipokwenda kuyatoa, alishangaa kugundua kwamba sufuria hiyo haikuishiwi kamwe. Ukitoa moja, jingine lilitokea. Betty hakuweza kuamini macho yake. Ili kujaribu nadharia yake, akatoa noti ya fedha mfukoni mwake na kuitupa ndani yake. Kama alivyokuwa ameshuku, sufuria hiyo iliweza hata kuiga fedha. Ili kuzuia cornucopia isiibiwe, Betty alichimba shimo lenye kina cha mita 3 ndani ya zizi la ng'ombe na kuificha humo. Kuanzia siku hiyo, alianza kutumia utajiri wake kwa fujo bila kujizuia. Lakini maisha yake mazuri hayakudumu kwa muda mfupi. Betty alikamatwa muda si mrefu baadaye. Ilibainika kwamba cornucopia iliweza tu kunakili vitu vilivyokuwepo tayari, si kuumba vipya. Kwa kutumia noti zenye namba zinazofanana kila mahali, hatimaye alinaswa. Habari zilipoenea, mashujaa wanawake waliposikia kuhusu jambo hilo, mara moja walikimbilia kwenye zizi la ng'ombe la mwanamke huyo ili kuichukua tena cornucopia. Fahali mkali alikuwa akilinda zizi hilo, lakini hazina isiyoisha iliyokuwa mbele yao iliwapa ujasiri, na wao wakasonga mbele bila woga.